Somo letu la leo, kaa mbali na roho ya mbwa inayoitesa dunia. Kaa mbali na roho ya mbwa inayoitesa dunia. Hilo ndilo somo letu la leo. Kaa mbali na roho ya mbwa inayoitesa dunia leo. Bwana Yesu asifiwe. Mbwa ni mnyama rafiki na binadamu. Mbwa ni mlinzi anayelinda wanyama wetu nyumbani. Mbwa ni mnyama rafiki ambaye anatusaidia kazi nyingi nyumbani. Waizi wanapotembelea mitaa yetu, mbwa kwa haraka anagundua kwamba hawa si wenyeji, anaanza kupiga kelele na kukimbia kwa sababu ya mbwa. Mbwa ni rahisi kusikia, kuelewa nini unachomwelewesha kwa sehemu kubwa. Mbwa ni mpelelezi. Ukimfundisha vizuri, mbwa anaweza kupeleleza akajua sumu iko wapi, madawa ya kulevya yako wapi. Tabia hizi za mbwa zimemfanya mwanadamu kumpenda mbwa, kukaribiana na mbwa, kusogeleana na mbwa. Na mbwa sasa, kwa sababu ya tabia hizo na maumbile ya mbwa, ukubwa wa mbwa umesababisha wanadamu kufunga ndoa na mbwa. Wengi wamefunga ndoa na mbwa Uingereza na nchi nyingine mbalimbali. Watu wanafunga ndoa na mbwa kabisa, inafanyika harusi. Mbwa na mwanadamu wanaoana, na hilo sio geni. Wale ambao mnatazama Isaya Kapagi TV tutaweza kuonyesha kwa sehemu kidogo tu. Lakini sio hilo tu. Wanadamu wenye akili timamu wengi wamejikuta wakifanya mapenzi na mbwa bila haya, bila aibu. Na wengi sana, sio mmoja, wa Afrika na wazungu. Chanzo kilikuwa ni Ulaya. Wazungu wengi wamekuwa wakifanya mapenzi wazi wazi na mbwa na kujinadi kana kwamba ni biashara moja nzuri. Kwa nini? Ni kwa sababu mbwa amekuwa na tabia karibu na wanadamu, na watu wengi wanawake wengi, watoto wengi, wanaume wengi wanalala na mbwa kwenye vitanda vyao kwa sababu ya tabia za mbwa. Kwa sababu ya mbwa ni mnyama anaweza kusmile. Mbwa anajua wewe unacheka, anajua mbwa anachezesha mkia, akijua wewe unamchekelea. Ni wakati gani wewe umekasirika, mbwa anaweza kufahamu. Sasa ndugu zangu wapendwa, tabia hizo za mbwa zimeingia ndani ya wanadamu bila kujua madhara yake, na watu wameingizwa katika wimbi hilo baya zito lenye kuleta machungu ya milele bila kufahamu. Ndugu zangu wapendwa, kulikuwa na uasi mbinguni. Kuna viumbe waliokuwa na uwezo mkubwa, wanaitwa malaika, ambao malaika hao walikuwa na uwezo mkubwa sana mbinguni. Mungu aliwafukuza mbinguni pamoja na ule uwezo wao na ule ushawishi wao na nguvu nyingi walizokuwa nazo mbinguni. Mungu hakuwanyang'anya. Walipotupwa huku duniani, sasa hawa wanyama, kwa sababu hawataki mwanadamu aingie mbinguni, na mwanadamu peke yake ndiye amepewa mwili wao. Hawa malaika waovu hawana mwili. Malaika waovu ni viumbe vya roho, ni viumbe vya roho ambavyo vinavaa mwili, vina uwezo wa kuvaa mwili. Sasa hawa malaika waasi, malaika waovu, kwa kufahamu udhaifu wa mwanadamu, kwamba mwanadamu anaongozwa na hisia, sio nia yake. Kwa hiyo hawa malaika waovu wameingia sasa ndani ya mbwa mnyama, na wakamfanya mbwa aonekane kuwa na muonekano mzuri kama mwanadamu. Msikilize, mwanamke huyu anazungumza hivi, anasema, mimi nilikuwa na wapenzi wanadamu. Nilipokuwa na wapenzi wanadamu waliniacha. Waliponiacha nikaona haisumbui, kwa hiyo mbwa wangu akawa ndiye mpenzi wangu. Kwa hiyo nimeamua kuolewa na mbwa, huyu ndiye mume wangu. Hebu msikilize, mwanamke anaongea maneno kama haya. Hajui jinsi alivyoumbwa kwa tofauti na kiumbe chochote. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, kwa hekima, kwa maarifa, kwa uelewa, kwa utashi na muonekano. Lakini sasa shetani, kwa sababu hapendi binadamu aende akakae kwenye raha mbinguni, hayo sasa malaika waovu wanaingia ndani ya mbwa,
wanakaa ndani ya mbwa bila kuona sisi, kwa sababu pengine mwanadamu huna macho ya kuona na hujui thamani yako mbele za Mungu. Wale malaika waovu wanaingia ndani ya mbwa, na sasa mbwa anakuwa anavutia, anakuwa na mvuto, kwa sababu mbwa ukimchekesha ni kama anacheka vile, ni kama ana smile vile, utamwona anachezesha mkia. Vyote utakavyomfanya mbwa, kwa sababu ni kiumbe tuko nacho karibu, kwa hiyo kinatii, mbwa na tii. Sasa pepo hao wameingia sasa ndani ya mbwa, kwa hiyo wamekaa hapo. Baada ya kukaa hapo, labda nikupe mfano rahisi ili unielewe vizuri hawa malaika waovu wanavyofanya kazi kuingia ndani ya mbwa. Unaweza kuona baba huyu ni bosi pengine kazini, labda ni tajiri, ni msomi, ana mke mzuri kabisa, lakini unamkuta mwanaume huyu anamwacha mume wake, anaenda kwa mwanamke maskini, mwanamke ambaye mbaya wa uso, mwanamke ambaye hapendezi, havutii. Kitu gani kinatendeka mahali pale? Ni kwamba wanawake wengi wa mjini wakigundua nimepoteza muonekano, nimepoteza mvuto, wanaenda kwa waganga kwamba nataka niwe na mvuto. Kwa hiyo mganga anampa hiyo roho chafu, hiyo roho ya mbwa, roho chafu, tafahamu vizuri baadaye, inaingia ndani hiyo roho mbaya, hiyo roho chafu, roho ya mbwa, mfano wa mbwa, inaingia ndani yule mwanamke kupitia kwa mganga. Kwa hiyo mwanamke huyu hata kama alikuwa na makunyanzi amezeka, huyu mwanaume msomi akija pale, mwenye mke mzuri nyumbani, akija pale akimwangalia mama huyu, jimama hili, atavutiwa na mwanamke huyu, anavutiwa zaidi ya mke wake. Hata kama mke wake ana umri mdogo, anakuwa anavutiwa naye. Lolote atakalomwambia, niletee fedha kiasi gani, mwanaume huyu atakuwa tayari kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu yule mwanamke mzee, yule mwanamke mbaya ameenda kwa mganga, kapewa roho za mbwa. Kwa waganga kuna roho za mbwa, utanielewa vizuri baadaye. Kuna roho za mbwa. Ukipewa hizo roho sasa, zinakuwa zinavuta, yani hata kama ni mbaya, hata kama una chongo, unakuta mwanamke anavutia sana kushirikiana naye, kujamiana naye. Ndivyo ilivyo. Hawa malaika waovu wanaweka mvuto ndani ya mbwa. Sasa mbwa anakuwa na mvuto sasa wa kufanya naye mapenzi. Ndiyo sababu unaona wazungu wengi wanapenda kufuga mbwa. Wako na mbwa wengi na wanalala na mbwa wakati wote. Kitanda cha mbwa wako pamoja, kitanda cha binadamu analala na mbwa. Unasema wazungu kwa nini wanapenda mbwa? Wanampenda mbwa kwa sababu ana tabia zinazofanana kidogo na mwanadamu. Ndugu zangu wapendwa, kila mmoja uchue, kila mmoja uelewe, roho za mbwa ni roho chafu. Mapepo yanakuja kukaa ndani ya mbwa. Mungu alitukataza. Alisema katika Walawi 18:23, akasema mwanadamu asilale na mnyama yeyote. Alimaanisha kwamba mwanadamu asilale na mbwa. Lakini angalia shetani alivyo mbaya, anawakokota wanawake na wanaume, na kwa waziwazi kabisa. Siwezi kukuonesha kila kitu, lakini utaona mitandaoni mwanamke mzuri, mdada wa makamo, anajinadi kwamba yeye anashirikiana na mbwa, na amemshika mbwa, anamkumbatia mbwa, anambusu mbwa, na anajiona fahari kufanya kitendo kile. Kwa nini? Unafahamu? Kwa sababu wale malaika waovu wanakuwa wameingia ndani ya mbwa ili mwanadamu amkosee Mungu. Kwa hiyo mbwa wanakaa ndani pepo anakaa ndani ya mwanadamu, na sasa mwanadamu mbwa yule anaanza kulala na mwanadamu. Mwanadamu anaenjoy akifikiri kwamba ana relax, akifikiri kwamba anaishi maisha bora. Kumbe ni maisha ya kulala na majini. Kumbe ni maisha ya kulala na shetani, mapepo, maroho ya washerati. Na Mungu amekataza katika Walawi 17. Anasema Mungu hataki tufanye uasherati. Ukiangalia katika mambo ya Walawi, hataki tufanye uzinzi, uasherati na mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Walawi mlango wa 17 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa ni sheria ya milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Ni sheria. Wanadamu wasilale na majini, wanadamu wasilale na mbwa.
Sasa unaona, bila kujua unakuta sasa mwanadamu anaenjoy, anafurahia kulala na majini, anafurahia kulala na mbwa. Kumbe unalala na mbwa, kumbe unalala na majini yaliyoko ndani ya yule mbwa. Jini unalala na mbwa, kumbe unalala na pepo lililo ndani ya huyo mbwa. Daudi akasema, mbwa wamenizunguka, mbwa wamenizunguka pande zote. Zaburi 22 mstari ule wa 16. Daudi anasema mbwa wamenizingira pande zote. Alimaanisha nini? Alimaanisha kwamba unaweza kuwa umelala ndoto usiku, ndotoni unaota ndoto mbwa wanakukimbiza, mbwa wanakukimbiza, mbwa wa rangi ya kahawia wanakukimbiza, au mbwa wowote tu wanakukimbiza. Ili ndilo alilozungumza Daudi, kwamba mbwa wanamzunguka. Ukiota ndoto za namna hiyo, maana yake wewe una roho za mbwa zinakuzunguka. Una roho za maroho ya uasherati, ya zinaa, ya machafu yanayotokana na mapepo ambayo yako ndani ya mbwa. Ndio maana unaota ndoto mbwa wanakufukuza. Ukiona hivyo, haraka sana mtafute mtumishi wa Mungu, haraka sana nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, sizitaki hizi tabia za mwili. Ikiwezekana funga, mwambie Mungu, sitaki roho hizi chafu za mbwa, manake umevamiwa na majeshi machafu, mapepo machafu yaliyolaaniwa. Angalia katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 22 mstari ule wa 15, Biblia inasema hivi. Ufunuo wa Yohana mlango wa 22 mstari wa 15. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hawa waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Huko nje kunakozungumzwa hapa ni huko Jehanamu, huko kuzimu wako mbwa. Anazungumzia mbwa gani hawa? Wakorinto wa kwanza, angalia mbwa hao. Wakorinto wa kwanza mlango wa 6 mstari ule wa 9 mpaka wa 10. Wakati huu tunakuwa tunasoma, tunaongea kila kitu. Usije ukasema mchungaji, naogopa kusema maneno fulani kwenye Biblia kwa sababu ni makali. Dunia imeharibika. Usipoyazungumza hayo, watoto wamepotoka, wameharibika. Angalia Wakorinto wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 9 mpaka mstari ule wa 10. Biblia inasema hivi. Angalia mambo ya mbwa haya hapa. Anasema katika Wakorinto wa kwanza 6:9 na kuendelea, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Wadhalimu, msidanganyike, uasherati ni matendo ya mbwa. Hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, tabia za mbwa, wala wafiraji, tabia za mbwa, wala warawiti, tabia za mbwa, wala wevi, wala watamanio, tabia za mbwa. Hao wote hawataurithi ufalme wa Mungu. Wengi wana mapepo haya ya mbwa, wengi wamechafuliwa na haya maroho ya mbwa. Kuna wachungaji, kuna watumishi ambao waliitwa kufanya kazi ya Mungu iliyo njema. Mungu aliwaita kabisa kwa upendo wa Kristo, lakini baada ya kuona Mungu amechelewa kuwajibu maombi, watumishi hawa, mitume na manabii wengine, walienda kwa waganga wa kienyeji mahali popote duniani. Wale wachungaji baada ya kwenda huko, wale waganga wakawapa masharti fulani kuyafanya. Fanya hivi, toa hiki, toa hiki. Walipokubali yale masharti, hawa watumishi, mganga kitu alichokuwa nakitoa pamoja na dawa za kuvuta, lakini mshahara wa mauti, mshahara wa dhambi ni mauti. Ndugu zangu, mganga wa kienyeji anapompa huyu mtu dawa ya kuvuta roho za watu au kupata pesa, au niongeze kusema mtu yeyote anayekwenda kutafuta pesa kwa mganga wa kienyeji ili awe tajiri, mganga wa kienyeji ana roho za mbwa hizi ninazozungumza. Kwa hiyo anapokupa dawa, anakupa na roho hizi chafu, roho za mbwa. Ndio maana unakuta wengi waliopata pesa za kwa mganga wa kienyeji wana tabia za mbwa, ni wafiraji, ni warawiti, ni watu ambao hawatulii kwenye ndoa zao. Kwa nini? Alitafuta pesa kutoka kwa mganga. Mganga alimpa dawa inayoambatana na roho ya zinaa. Ndio maana unashangaa wote wanaotoka kwa mtume huyu, wanaotoka kwa mchungaji huyu, mchungaji wao ndo mwenye maono, lakini alienda kwa mganga. Wote walio chini yake unakuta na wao
kunafika kipindi wanakuwa na kuwashawashwa. Unajua mbwa anapokuwa katika mzunguko, sijui niseme mzunguko wake, katika zile siku zake za kutaka kuingiliwa na dume, huwa mbwa hata kama ulikuwa umemfunga na kamba huwa anakata. Ndio, anakata, na unaona hata madume yanajua harufu kwamba mbwa huyu jike sasa anataka dume. Sasa unaona hata hawa walio chini ya huyu mtume au huyu mchungaji, wewe fuatilia, anaelewa ananielewa, fuatilia, unakuta hata wachungaji walio chini ya huyo mchungaji wanakuwa na wao, kuna kipindi wanawaka tamaa kama mbwa. Unajikuta kuna mahali pameandikwa, ukipita mitaani huku, kuna mahali pameandikwa usikojoe hapa. Wote tumeona kuna mahali pameandikwa usikojoe hapa, lakini unashangaa mtu anaenda kukojoa. Ndio, unashangaa mtu anaitwa ni mtume au mchungaji kabisa, lakini anakojoa tu, mara yuko kwa dada huyu, mara yuko kwa kaka huyu. Msishangae, acha tuwekane wazi, Yesu anarudi. Ukisikia nilitabiri mimi tarehe 1 mwaka huu, nilisema mwaka huu watu wataumbuliwa sana. Watu hawakunielewa vizuri. Ukifuatilia mitandao, watu wanasemeshana ukweli kwamba mchungaji fulani anafanya zinaa, mtume fulani analala na mabinti wa kanisani kwake. Namna hiyo. Kwa nini? Ana roho za mbwa yule mtume, ana roho za mbwa yule nabii, ana roho za mbwa yule mtu yule anayejiita mtume na nabii. Hizi ndio roho za mbwa anazozizungumza. Ndugu zangu wapendwa, hizi ni siku za mwisho. Tuambiane ukweli. Dalili za kuwa wewe na roho za mbwa hizi hapa. Moja, ukiona mwanamke huyu, hata kama ni mwanandoa na ana mke, wanafunga ndoa, wanafanya harusi, ukiona watu wananyonyana ndimi mbele za watu bila haya, watu wanabusiana, wamegusana midomo kwa sekunde 5, 6, 7, ujue ndani yao kuna roho za mbwa. Wanawashwa. Si wanaoana leo, si wanafunganishwa ndoa, wasubiri vitandani kwao, lakini wanaonyesha huruma kwamba angalia, ndani yetu tuna tabia za mbwa hizi. Hizo ndio tabia za mbwa. Naongea na vijana, naongea na wadada, naongea na wakaka. Msifanye vitendo vya kuiga tu. Nimeona mtandaoni watu wanabusiana na wanaanza kubusiana ovyo na kugusana ndimi na mtu fulani. Hizo ni roho za mbwa. Hizo ni roho za kuzimu. Hizo ni roho chafu. Biblia inasema huko nje wako mbwa jehanamu ya moto. Wako mbwa. Watu wanajiona wanaenda sasa hivi na kisasa, wanaenda na science. Kwa hiyo wanaona ni kawaida. Mama mkwe yuko hapa, baba mkwe yuko hapa, shangazi yuko hapa, mbele za wazazi, eti watu wananyonyana ndimi, kuonyesha sasa hawa ni wapenzi, wanapendana. Kanyonyaneni ndimi huko kwenu, sio mbele za watu. Wanatuonyesha physically kwamba hawa ndani yao wana roho za mbwa. Bwana tusaidie. Lakini namba 2, kupenda kuangalia video za wanaume na wanaume, za wanawake na wanawake. Hizo zote zinaonyesha ndani ya vijana hawa wana roho za mbwa, wana roho za kuzimu. Huko nje wako mbwa. Mafundisho kama haya yamekuwa dini, watu hawatufundishi tena. Huko nje wako mbwa. Hata kama unasali kiasi gani, hata kama unaswali kiasi gani, kama una tabia za kuangalia picha za ushoga, wanaume kwa wanaume, kama unapenda tabia za kuangalia picha za usagaji, wanawake kwa wanawake, ujue ndani yako na roho za mbwa. Ndio maana usiku naota ndoto mbwa wanakukimbiza. Lakini angalia, unakuta kijana pengine ni mcheza disco, mcheza dance, unakuta kijana huyu anatembea mitaani, amevaa kikaptura mpaka huku juu, amevua shati. Watu wengi hawajafahamu. Je, hii ni show? Je, hiki ni kitu gani anatuonyesha huyu kijana mcheza disco huyu? Anakuonyesha ndani yake ana roho za mbwa zimemuwasha, anawaka tamaa, kwa anajionyesha kwa kila mtu kwamba yeye yuko tayari wakati wote. Ndio maana wanavaa mahereni, wana roho za mbwa. Kijana akivaa hereni masikio, ana roho za mbwa. Roho za mbwa zinamfuatilia. Huko nje wako mbwa. Ukiona wanawake
wanatamani sana kuvaa nguo za kubana, penda kuvaa nguo za kubana. Sasa hivi iko kali zaidi. Wadada wanavaa nguo ile inaitwa nini? Nyea mumo, nisengumze Kiswahili kila mtu anielewe. Yaani ni suruali hiyo hiyo, alafu hiyo hiyo imepanda mpaka juu. Kwa hiyo inakuwa inabana, si tu kubana, inauchora mwili wa sehemu za siri za mwanamke na mipaka yake yote. Inabana mpaka unaona hiki kiuno kimekatika wapi, alafu mpaka huku juu maziwa. Kwa hiyo amebana mpaka ndani. Anatembea, anajirusha mitandaoni, anatembea mitaani Sinza na mjini na mahali popote. Usishangae unapomuona ana roho za mbwa ndani yake. Usitamani kuendelea kumwangalia, ana roho za mbwa zinamsumbua. Usitamani kuendelea kuenjoy kusema angalia utupu wa mwanamke, kumbe ipo hivi. Ngoja nikwambie, ngoja nikunong'oneze mpendwa, tunaishi siku za mwisho. Mashetani yameingia ndani ya wanadamu, wanalala na mbwa. Si tu kulala na mbwa, sasa wanadamu wamekuwa kama mbwa. Mbwa yuko uchi mtaani, wao na wao sasa wanatembea uchi. Hasa wacheza dansi hawa, wanajiona wamejiumba, wanajiona wamejifanya, wanajiona viungo walivyo navyo ni mali ya kwao. Wasijue yuko Yesu aliyewapa viungo hivyo. Leo wanavianika kila mtu awaone, kwa sababu ni mastaa, kila mtu awaone. Hizi ni siku za mwisho, tuambiane ukweli. Huko nje jehanamu ya moto wako mbwa. Mbwa ni watu wachafu, mbwa ni wafiraji, mbwa ni warawiti, mbwa ni watu wachafu wanaopenda vitendo vichafu. Leo hii naongea hapa kwa ujasiri. Zunguka mitaani, ukikuta wababa wamekaa kwenye mabao, wanacheza mabao, hawana biashara, hawana kazi. Ufahamu wameenda kwa waganga, wamewapa dawa hawa waganga, kama nilivyokufundisha, wanapiga madili roho za watu. Ukilala usiku kwenye nyumba zao za kupanga, wanachomoa pesa, wanaweka kwenye vitu vyao, kwenye vyombo vyao. Ndio maisha wanaishi maisha ya mbwa. Wana roho za mbwa, wamepewa pesa za mbwa. Jehanamu ya moto ipo wapenda, ngoja niwaambie, jehanamu ya moto ipo. Huwezi kuiba pesa za watu kwa wizi wa namna hiyo. Unashinda kucheza bao, njoo ibe pesa zangu mimi uone cha moto. Utatoka uchi kwa jina la Yesu Kristo, utatoka uchi kwa jina la Yesu. Nasema kwa ujasiri. Wako watu wanacheza bao saizi vijijini na mijini, hawana biashara, hawana kazi, wengine na nyumba za kupangisha. Zile nyumba zao ndiko wanaiba huko. Moto unakuja mpendwa, nikwambie, niangalie vibaya, nisikilize vibaya. Hii ndio injili ya siku za mwisho. Watu wataki injili za kuambiwa ukweli. Mimi nitausema ukweli, potelea mbali liwalo na liwe. Kama shetani anipendi tu. Sasa kama anipendi, lazima nimwambie ukweli ya kwamba, ngoja niwaambie wapenda wenzangu, ziko roho za mbwa zinazunguka saizi kila mahali, kila kona roho za mbwa zinazunguka. Angalieni watoto wenu wa kike, angalieni watoto wenu wa kiume. Wakija wageni nyumbani, usiwalaze na mtoto wako. Mweke mbali mtoto wako, mweke mbali mtoto wako wa kike, mweke mbali kijana wako wa kiume. Roho za mbwa zimetapakaa kila kona, ziko kila kona mchini hapa, zimejaa kila kona. Yesu anasema huko nje wako mbwa. Biblia inasema kwamba kwenye ziwa la moto nikawaona wakubwa kwa wadogo. Mungu atusaidie. Ukinichukia na kupa pole, acha niponye roho za wanaonielewa. Mpendwa wangu, huko nje wako mbwa. Biblia inasema Ufunuo 20:12 mpaka 13. Wapenda wangu, neno la Mungu liko wazi kabisa ya kwamba, rafiki zangu, kwenye ziwa la moto. Yesu ni mkali, usimuone hivi leo. Anaitwa upendo, usimuone hivi leo. Yesu anaitwa furaha, anaitwa upendo, anaitwa amani. Wapenda, Yesu ni mkali. Kila mtu aliye na roho za mbwa, kila mtu aliye na roho za mbwa anaenda jehanamu ya moto. Ufunuo Yohana mlango 22, mlango 20 mstari wa 12 mpaka 13. Kwenye ziwa la moto, Yohana anasema nikawaona wakubwa na wadogo. Wako ndani ya ziwa la moto, wamehukumiwa. Nisikilize ndugu zangu, leo watoto wetu wakipigwa na walimu wao, wakipigwa na majirani, huwa tunakasirika sana, tunakuwa na maumivu makubwa. Kwa nini mtoto wangu amepigwa? Unasikia uchungu, mtoto wako anapigwa.
jehanamu ya moto ndivyo kulivyo. Watoto nao wanakwenda jehanamu ya moto. Watoto wote ambao sasa hivi wamezama kwenye tabia hizi mbaya, tabia hizi za mbwa. Wako watoto wamezama, wako shuleni lakini wana simu kubwa. Kipindi cha mapumziko wanaangalia uchafu wa namna hii. Wanasema angalia wanavyofanya. Akija nyumbani utasema ni mtoto mwaminifu sana, utasema ni mtoto mpole, lakini kumbe wana simu kubwa. Wana simu kubwa huko, wanajificha, wanaangalia. Wanaangalia nini? Wanaangalia usodoma, wanaangalia usagaji. Huko nje nikawaona wakubwa kwa wadogo. Tafadhali ndugu zangu wazazi, tuwalinde watoto wetu, tuwalinde vijana wetu. Hali ni mbaya. Roho ya mbwa inazunguka kila kona. Roho ya mbwa imekaa kila mahali. Hali ni mbaya. Wanawake sasa hivi hawataki tena mahusiano ya kawaida. Wanataka umbwa, wanataka umbwa. Wananielewa? Wanataka umbwa. Yesu anarudi. Tunapoyaona haya alisema kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Yesu Kristo anarudi. Watoto wetu tuwalinde, vijana wetu tuwalinde, lakini ilinde roho yako unayenisikiliza. Ilinde roho yako mpendo wangu unayenisikiliza mahubiri haya. Usifurahie kuangalia picha chafu hizi. Usifurahie kuangalia watu wanasema mimi nina mapenzi na mbwa. Zinavutia sana kuziangalia. Unatamani uziangalie. Unapotamani kuziangalia, ile roho inakuja inaingia ndani yako. Na wewe kesho ukimwona mbwa unatamani umuoe au uolewe na mbwa. Shetani na nguvu nyakati hizi za mwisho ameachilia huo upako ndani ya watu. Wanapotea, wanaenda motoni. Mimi sitaki tuende motoni. Mimi sitaki wewe uende motoni. Hata kama unaona ni maneno yamekupenya, yamekuumiza, sipendi uende motoni, wala mtoto wako sifurahi aende motoni, kwa sababu motoni ni kubaya. Motoni kuna maumivu makali. Motoni kuna mateso. Ndugu zangu, itakuwaje umuone mtoto mafunza yanamtafuna, moto unamtafuna, alafu anakuja majitu anamkatakata mtoto ndani ya moto, kwenye moto? Itakuwaje? Wewe mwenyewe siku hiyo unaenda kwenye moto usiozimika, kwa sababu ya kupenda tabia za mbwa, kwa sababu ya kupenda matabia machafu. Itakuwaje? Bora leo tubu dhambi, bora leo tuache. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 32 mstari wa 22, anasema hivi: maana moto umewasha kwa hasira yangu. Mungu huyo kwa ajili ya mbwa, kwa ajili ya watu wanaopenda uchafu namna hiyo, unateketea. Anasema hata chini kuzimu. Unakula dunia pamoja na mazao yake. Yaani dunia ni wanadamu pamoja na maisha yao, pamoja na miili yao. Unaunguza misingi ya milima. Moto unateketeza watu, wanateketea, watakonda kwa njaa, wataliwa na makaa ya moto na uharibifu mkali. Nitawapelekea meno ya wanyama wakali pamoja na sumu ya wadudu watambaao mavumbini. Ndio, nisikilize ninapomalizia. Kule motoni ni kubaya zaidi kuliko naweza kufikiria. Niangalie, nipende na kuponya roho yako. Kama unanichukia, roho ya mbwa inakusumbua, roho ya mbwa inakupeleka mahali pabaya. Kule jehanamu, kule motoni, kule kuzimu ni mahali kubaya. Uliacha kusikiliza mahubiri, uliacha kusikiliza kweli, unajifanya unaenda na wakati. Ndugu zangu, tusiende na wakati. Sasa hivi ninavyoongea na wewe, mtandao unaenda kasi zaidi. Mtandao unakwenda kasi zaidi. Wanatuletea vitu vyote vinamwanga kwenye mitandao. Sio kila kitu cha kukifurahia, sio kila kitu cha kukifanya, sio kila kitu cha kukipenda. Mengi ni tabia za mbwa. Mengi yanayovutia kutazama ni mambo ya zinaa, mambo ya uasherati. Uko nje, ndugu zangu, wako mbwa. Jiulize, jihoji mchana wa leo. Jiulize, jihoji jioni ya leo unaposikiliza somo hili. Unapendelea sana kuangalia vitu gani? Unapendelea sana kuangalia vitu gani? Unapendelea sana kuangalia matamthilia ambayo yamejaa mapenzi? Ndio, watu wamejaza mikanda ya filamu, lakini zote 80% ni mapenzi matupu. Yanahubiriwa mapenzi ndani ya tamthilia hizo, na watu wanapenda na watoto. Ndugu yangu, mtafute Mungu. Ndugu yangu, nenda kanisani kasali. Ndugu yangu, nenda kamwambie mchungaji, nataka niokoke. Dunia imeoza.
Dunia imeharibika. Wanandoa sasa hivi wanakimbizana kwenye usodoma. Ngoja nikwambie, wanawake mitaani sasa hivi hawataki wanaume katika uhalisia, wanataka kinyume na maumbile. Tunaishi siku za mwisho, tunaishi nyakati za hatari. Tupa mbali roho za mbwa, ziweke pembeni roho za mbwa, mtafute Yesu. Jehanamu ya moto ipo, moto upo, moto unamsubiri mwanadamu. Nampenda Ambwene Masongwe, nampenda katika waimbaji wote Tanzania, Ambwene Masongwe. Volume 2 alipoitoa nyimbo zake yule baba, ni nyimbo za kuhuzunika, ni nyimbo za kulia. Tulikotoka ni mbali, tukitazama nyuma. Anapoimba Ambwene, nyimbo zake ni nyimbo za kuhuzunika. Kwa nini? Ndugu zangu wapenda, leo tuna raha, leo tuna amani. Nataka nikwambie, hii starehe unaiona, haya matendo tunayaona, kujamiana na mbwa inaonekana ni starehe, inaonekana ni starehe. Kuangalia picha chafu ni kama starehe. Mwisho unakuja, maombolezo yanakuja. Heri tuimbe nyimbo za huzuni leo, tumtafute Mungu aliyesema heri waliao sasa baadaye watacheka. Heri yako unayecheka leo, unafurahia ushoga, unafurahia usodoma, unafurahia uchafu, roho za mbwa. Ole wako, jehanamu inakuja. Ole wako, moto unakusubiri. Ole wako, mateso yanakusubiri. Heri yako leo ulie kama Ambwene anavyoimba. Ambwene anaimba anasema, ndugu zangu, kule hakufai. Usikwazane na mtu. Kitendo cha kukwazana na mtu Mungu hataki. Sembuse kitendo cha kupenda roho za usagaji, roho za ufuraji. Mungu wangu, uko moto, yako maumivu. Ndugu zangu, Yesu leo ni mzuri ukimsikia, lakini Yesu baada ya kuondoka na kuiacha dunia hii, ndipo watu watajuta na kusema, kumbe Yesu alikuwa mzuri duniani nilipokuwa hai. Baada ya kufa ni mateso na kuumia milele na milele. Ni nani amesikia mahubiri haya anasema, mchungaji, nimekuelewa, ninahitaji toba, ninataka toba? Wewe uliyeko hapa kanisani unasema, mimi nimekuelewa mchungaji, huwa napitaga huko ndani, huwa naona napenda kidogo. Una watoto, unasema nimeona watoto wakijificha kuangalia simu, wanapenda vitu hivyo. Nataka tuiombee dunia leo, nataka tuombee watoto wetu leo. Wewe ambaye una uchungu pamoja na mimi, utaki watu waende jehanamu ya moto, simama juu pale ulipo, tuombe mbele za Bwana. Na wewe ambaye unatenda, unaangalia, unafurahia, hebu weka mikono mbinguni miwili, tuombe namna hii. Ndugu zangu, siku za mwisho hizi zimekuja. Watu wanapenda usodoma kama Sodoma na Gomora. Heri yao wanaolia sasa, heri yao wanaotubu sasa. Uchungu unakuja, jehanamu inakuja. Wangapi wako tayari tuombe pamoja? Weka mikono miwili mbinguni. Usiseme maneno haya ni makali sana. Ndiyo, Mungu ni mkali, anaitwa moto ulao, anaitwa moto ulao. Ya. Weka mikono miwili mbinguni, nifuatishe maneno haya kwa huzuni. Sema, sitaki tena dhambi hizi. Bwana Yesu, ninaona ni furaha sana kuangalia picha hizi chafu, watu waliokaa uchi, watu wanaofanya uchafu. Umesema umewaacha katika tamaa zao, wafuate mambo ya aibu yasiyofaa. Umewaandalia moto ulao. Mimi sitaki kwenda kwenye huo moto. Yesu, mwanangu wa kwanza, sitaki ende kwenye huo moto. Weka mikono juu vijana, msijeone. Weka mikono juu vijana, na waonea huruma. Mnakaa pembeni, mnajificha, mnaangalia hizi picha, mnasema potelea mbali liwaro na liwe. Ndani ya ule moto, wakati unakutafuna, utajuta kuzaliwa. Utamkumbuka mama aliyekuzaa, utasema, kwa nini mama ulinizaa? Kwa nini baba ulinizaa? Ni afadhali saizi utubu, uende na mimi utubu. Weka mikono mbinguni. Mungu anakuona kijana, Mungu anakuona binti unavyopenda picha chafu. Mungu anakuona. Sema, Yesu, acha niwe mkweli, dunia imefika mwisho, inaomba unisamehe. Napenda kuangalia picha chafu. Sikujua kwamba kuna mtego. Shetani amenitega mimi na watoto wangu na mume wangu. Yesu, naomba toba. Ndugu zangu wametegwa, dunia imetegwa na roho za mbwa. Tunaomba msamaha. Wazungu wametegwa, wengi wameolewa na mbwa, wengi wameoa mbwa. Waafrika wengi wametegwa, wameoa mbwa kwa kuiga wazungu, wameolewa na mbwa.
Yesu nisamehe, Yesu ninatubu, nisamehe kwa ajili ya Tanzania, nisamehe kwa ajili ya Watanzania. Sijui mume wangu huenda natenda hayo. Yesu naomba msamaha leo. Dhambi inanuka mijini na vijijini, ni ushawishi mtupu, ni ushetani mtupu. Yesu tunaomba toba, tusamehe wanadamu. Wengi hawajui Bwana, wengi wanafikiri ni utamu, ni utamu, ni utamu. Wengi wanafikiri ni raha, ni raha, ni raha. Yesu tunaomba toba, tunaomba tusamehe watoto wetu, wamechotwa, wamezama. Twende kwa nani Bwana Yesu? Tunaomba toba leo. Waokoe watoto wetu, waokoe mabinti zetu Bwana. Roho ina nguvu hii, roho ya mba ina nguvu Bwana, roho ya mba ina nguvu Bwana. Imezoa mitume na manabii, imezoa wachungaji, imezoa mama wachungaji, imezoa wapendwa. Wanasema liwalo na liwe. Tunataka kula raha, tunapitwa. Waimbaji wa nyimbo za injili wametekwa. Yesu tunaomba msamaha, Yesu tunaomba toba, tunaomba rehema leo, tunaomba utuhurumie, utuhurumie, utuhurumie. Tanzania tuhurumie, Afrika tuhurumie, dunia tuhurumie. Tunaomba msamaha Bwana. Ulisema kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwangu. Tumeona, tumeshuhudia watu wanavyopenda uchafu. Sisi leo tunatubu, tusamehe kwa jina la Yesu. Damu yako ya thamani ishuke Tanzania, iwaponye wa Tanzania, iwaokoe wa Tanzania katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, fungua mioyo ya watu wakujue, waache dhambi za mbwa katika jina la Yesu. Amen.